Tumsifu Yesu Kristo. Karibu sana ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Oratorio Kanosa Media. Leo tunaungana pamoja katika tafakari ya Dominika ya 6 ya Pasaka ya mwaka A wa Kanisa, ambapo neno la Mungu linatualika kuendelea kuishi furaha ya ufufuko kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Katika Injili ya leo, Yesu Kristo anawaambia wanafunzi wake, mkinipenda mtazishika amri zangu, na kuahidi zawadi ya msaidizi, yaani Roho Mtakatifu atakayebaki nao milele. Katika dunia yenye changamoto nyingi, Yesu anatukumbusha kwamba hatuko peke yetu. Roho Mtakatifu anaendelea kutufundisha, kututia nguvu na kutuongoza katika kweli ya Mungu. Katika tafakari ya leo tutaangalia maana ya kumpenda Yesu Kristo kwa matendo, kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu na jinsi ya kuishi kama mashuhuda wa imani katika dunia leo. Masomo yetu ya leo, somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 aya 5 hadi ile ya 8, na ile sura ya 14 hadi ya 17. Na katika somo letu la pili, waraka wa Mtume Petro, waraka wa kwanza sura ya 3 aya 15 hadi ya 18. Katika somo la Injili Yohane sura ya 14 aya 15 hadi ya 21, ambapo Yesu Kristo anasema, kinipenda mtazishika amri zangu, nitamtuma msaidizi mwingine, yaani Roho wa kweli, ambaye upendo wa kweli wa Kristo unaonekana katika kutii neno lake. Karibu tusikilize pamoja tafakari hii mpaka mwisho. Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha kubwa kabisa kualika siku ya leo katika tafakari yetu ya neno la Mungu. Leo ninapokuletea tafakari ya Dominika ya 6 ya Pasaka ya mwaka A wa Kanisa. Ndugu zangu, ujumbe wetu siku ya leo una kichwa kinachosema kuwa tofauti ili ufanye tofauti. Kuwa tofauti ili ufanye kwa namna ya tofauti au ya pekee zaidi. Ndugu zangu, kuna jambo la msingi sana kuhusu maisha yetu kama Wakristo. Ukweli ni kwamba tunaishi katikati ya hii dunia. Tunaishi pamoja na wengine, lakini hatuitwi kuishi kama wengine. Naomba hilo tulishike. Tunaishi pamoja na wengine kwenye hii dunia, hatuishi peke yetu, lakini hatuitwi kuishi kama wengine. Ni kweli tunashiriki maisha yale yale, lakini hatuitwi kuishi kama wengine. Ndani ya maisha haya ya kawaida tunayoishi, kuna kitu kinatakiwa kitutofautishe kama Wakristo. Lazima kitutofautishe. Kwa mfano, maamuzi yetu lazima yawe ya tofauti. Mtazamo wetu lazima uwe wa tofauti. Lazima tutofautishwe kimitazamo. Maamuzi yetu, namna tunavyofanya maamuzi, lazima iwe tofauti. Unajua, Martin Luther King Jr. aliwahi kusema, giza haliwezi kuliondoa giza, ni mwanga tu unaoweza kufanya hivyo. Kwa lugha rahisi, Martin Luther anasema, kama hakuna anayechagua kuwasha mwanga, giza litaendelea kutawala. Ndio maana yake. Maana yake, kama hutachagua kwa mfano kuwa mwanga kwenye maisha yako, giza litaendelea kutawala. Kama hutachagua kuwa mwanga kwenye ndoa yako, giza litaendelea kutawala. Kama hutachagua kuwa mwanga kwenye familia yako kwa mfano, giza litaendelea kutawala. Na hapa ndugu zangu, ndipo wito wetu kama Wakristo unakuwa na maana. Kwa sababu ndugu zangu, tumeitwa kuwa mwanga katikati ya dunia. Hatujaitwa kufanana na giza. Hapana, tumeitwa kulibadilisha giza. Ngoja nirudie. Hatujaitwa kufanana na giza ndugu zangu. Tumeitwa kulibadilisha giza. Tunalibadilishaje giza? Kwa kuwa tofauti, kwa kuwa mwanga. Lakini katika maisha yetu ya kila siku ndugu zangu, sio rahisi sana kuwa huo mwanga. Kwa nini sio rahisi kuwa huo mwanga? Ni kwa sababu kuna ile pressure, kuna shinikizo kubwa la kutaka kufanana na wengine. Kuna jaribu kubwa sana linalotukumba la kutaka kufanana na wengine. Kuna jaribu kubwa kwa mfano la kutaka kufanya kama wengine wanavyofanya. Kuna jaribu kubwa la kutaka
kuamua kama wengine wanavyoamua, kufanya maamuzi kama wengine wanavyofanya maamuzi. Kuna jaribu kubwa ndugu zangu linalotukabili la kutaka kuishi kama wengine wanavyoishi, na pole pole mtu anapokuwa hivyo anajikuta anaacha ile tofauti anayopaswa kuiishi. Unajua kuna hii hofu ya kuwa kuwa tofauti na wengine. Kuna hiyo hofu ya kuwa tofauti na wengine. Kuna hofu ya kufanya tofauti na wengine. Ndio maana unakuta mtu akitaka kuanzisha biashara, akitaka kufanya biashara, anataka kufanya kama wengine wanavyofanya. Anataka kufanya kama wengine wanavyofanya. Kwa nini? Kwa sababu kuna ile hofu ya kuogopa kufanya tofauti. Mtu anataka kuishi maisha ya ndoa kama wengine, kama fulani. Mtu anataka kufanya kazi kama wengine. Mtu anataka alee watoto wake kama wengine wanavyolea, kama fulani anavyolea watoto wake. Mtu anataka awe na hela za haraka haraka kama wengine, bila kujali njia walizotumia kupata hizo hela. Mtu anataka tu awe na hela za haraka haraka kama wengine, bila kujali njia, the means anazotumia kupata. Yeye ili mradi awe na hela tu kama wengine imetosha. Anataka hivyo tu. Ndugu zangu, niseme hivi, kama Wakristo, huo ni mtego mkubwa sana. Huo ni mtego mkubwa sana kwenye maisha yetu kama Wakristo. Tunataka kuishi kama wengine bila kujali identity yetu kama watoto wa Mungu. Tunataka kuishi kama wengine bila kujali identity yetu kama Wakristo. Tunataka kuishi kama wengine bila kujali identity yetu kama Wakatoliki kwa mfano. Sasa ndugu zangu, huu ni mtego mkubwa sana. Mtego wa kutaka kuwa kama wengine na kusahau kwamba tumeitwa kuwa tofauti. Maana yake kuwa na mfano mzuri. Tumeitwa kuwa tofauti. Hebu jiulize, kila mmoja ajiulize kwa mfano. Hivi katika maisha yako ya kila siku au katika maisha yangu ya kila siku, hivi kuna kitu gani kinachoonyesha wazi kwamba mimi ni wa tofauti? Kuna kitu kinachoonyesha wewe ni wa tofauti? Kuna kitu kinachoonyesha kwamba maisha yako ni ya tofauti? Kuna kitu kinachoonyesha maisha yako ni ya tofauti kama Mkristo? Kuna kitu kinachoonyesha ndoa yako ni ya tofauti kama Mkristo? Kuna kitu kinachoonyesha hicho. Hivi kazini kwako wanaweza kuona hiyo tofauti? Wanaweza kuona? Au familia yako wanaona hiyo tofauti ya wewe kwamba ni Mkristo? Wanaiona? Vipi wanajumuiya wenzako wanaona hiyo tofauti? Vipi majirani zako wanaona hiyo tofauti? Sasa leo neno la Mungu linatuonyesha wazi kabisa jinsi ya kuishi huo wito wa kuwa tofauti, ili tuweze kufanya tofauti. Na leo nataka nieleze mambo matatu hapa. Na haya mambo yote tunayatoa kwenye somo hili la Injili, kutoka kwenye Injili ya Yohana, ile sura ya 14 mstari wa 15 mpaka wa 21. Jambo la kwanza ambalo nataka tulione ni hili, kwamba kuna uhusiano mkubwa sana kati ya upendo na matendo. Kuna uhusiano mkubwa sana kati ya upendo na matendo. Yesu anasema kwenye hiyo Injili, anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Unajua hii ni sentensi fupi sana, lakini kwa kweli imebeba ujumbe mzito, kwa sababu Yesu anaweka wazi kabisa uhusiano kati ya upendo na matendo. Anaweka wazi. Hasemi kwamba mkinipenda mtasema. Hasemi mkinipenda mtaongea sana, mtaeleza kwamba mnanipenda. Wala hasemi mkinipenda mtajisikia vizuri. Hasemi hivyo kwamba mkinipenda mtajisikia raha vizuri. Anasema mkinipenda mtatenda, mtazishika amri zangu. Ndugu zangu, kuna jambo la msingi hapa, kwamba upendo wa kweli hauishii moyoni tu. Hapana, upendo wa kweli unaonekana kwenye maisha yetu ya kila siku. Lazima uonekane. Na hapo ndipo chanzo cha hiyo tofauti yetu inapopatikana. Unajua, tofauti ya Mkristo haitokani na maneno mengi anayoyasema. Hapana, bali tofauti ya Mkristo inatokana na utii wake kwa Mungu kila siku. Hiyo ndio tofauti.
inatokana na utii wake kwa Mungu, sio kila siku, sio kwenye maneno mengi tunayosema. Hapana. Kwa lugha rahisi ningeweza kukwambia, ukisema unampenda Kristo, lazima ionekane katika maamuzi yako. Ukisema unampenda Kristo, lazima ionekane katika tabia yako. Ukisema unampenda Kristo, kwa mfano, lazima ionekane kwa namna unavyowatendea wengine, kwa namna unavyowatreat wengine, lazima ionekane. Kwa sababu ndugu zangu, ukweli ni huu, upendo haujifichi. Upendo wa kweli haujifichi, unaonekana unapochagua kusema ukweli, hata wakati ambao ni vigumu kusema ukweli. Upendo wa kweli unaonekana unapochagua kusamehe badala ya kulipiza kisasi. Na ndio maana mimi napendaga kusema kusamehe ni tendo la upendo. Upendo wa kweli unaonekana unapochagua kufanya mema hata kama hakuna anayekuona. Hapo ndipo upendo wa kweli unaonekana. Kuna wengi wanapenda kufanya mema kama show off, aonekane, alete waandishi wa habari wamuone, watangaze. Upendo wa kweli unaonekana kwenye kufanya mema hata pale ambapo hakuna anaye notice. Hivyo ndugu zangu, tofauti ya Mkristo inaonekana hapo. Tofauti ya Mkristo ndugu zangu haionekani kwenye mavazi. Haionekani kwenye mavazi haya bwana, wala sio katika maneno matamu tunayoweza kuyasema. Hapana. Wala tofauti ya Mkristo haionekani kwenye cheo chake au kwenye hadhi alizonazo au kwenye nafasi alionayo. Hapana. Na ile tofauti ya Mkristo inaonekana katika maisha anayoyaishi, maisha yanayoishi injili kila siku. Hapo ndipo tofauti ya Mkristo inapoonekana. Manake maisha ambayo yanaonyesha wazi kwamba wewe sio wa kawaida, bali unaishi kwa ajili ya Mungu. Wewe si wa kawaida, bali unaishi kwa ajili ya Mungu. Kwa hilo ni jambo la kwanza. Kuna uhusiano wa muhimu sana kati ya matendo na upendo. Hiyo tofauti moja. Jambo la kwanza ni hilo. Jambo la pili ambalo tunaitwa kujifunza leo ndugu zangu, tunaitwa kuwa tayari, kuwa safi. Manake kwenye ule ushuhuda wa maisha, tunaitwa kuwa tayari kutoa ushuhuda mzuri wa maisha yetu. Manake Ukristo wetu, ile tofauti yetu ionekane kwenye namna tunavyoishi, ushuhuda wa maisha yako. Ndugu zangu, katika somo lile la pili tulilolisikia kutoka kwenye waraka wa kwanza wa Mtume Petro, ile sura ya 3 mstari wa 13 mpaka wa 22, Mtume Petro anatupa ufunguo muhimu sana. Ni ufunguo muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku. Anasema, Bwana, muwe tayari daima kumjibu kila mtu awaulizaye kuhusu habari za tumaini lililoko ndani yenu. Muwe tayari kumjibu kila mtu. Muwe tayari kumjibu kila mtu anayewauliza kuhusu tumaini mlilonalo. Muwe tayari kumjibu. Kwa maneno mengine, Petro anasema Mkristo wa kweli kwanza anayo direction. Mkristo wa kweli anayo direction. Ni mtu wa matumaini pia. Lakini anajua anachokiamini. Ndio maana yake. Anajua anachokiamini. Na kwa sababu anajua anachokiamini, yupo tayari kukitetea wakati wowote kwa mtu yeyote. Yuko tayari kukitetea hicho anachokiamini. Hicho ndicho Petro anachomaanisha ndugu zangu. Mtume Petro anatupa picha kamili ya Mkristo wa kweli. Na anaeleza mambo hayo kwamba jambo la kwanza, anajua kabisa kwamba anajua anaamini nini. Mkristo wa kweli anajua anaamini nini, na anajua kwa nini anaamini. Lakini pia anajua anaishi kwa ajili ya nini, kwa ajili ya nani. Maana yake kwa lugha nyingine, imani sio tu kitu cha kurithishwa. Hapana. Imani ni kuchagua kuishi maisha ukiwa na ufahamu. Ukiwa na ufahamu. Ndio maana tunasema faith na reason zinakwenda pamoja. Mtakatifu Yohane Paulo wa pili alisema faith na reason ni kama vile mabawa mawili ya ndege, yanakwenda pamoja. Ili ndege aruke, lazima mabawa haya yafanye kazi. Bawa moja likiwa limevunjika, huyu ndege hawezi kuruka. Manake imani, faith and reason lazima ziende pamoja ili uweze kuitetea hiyo imani. Lakini jambo la pili
Mtume Petro anatueleza kwamba maisha yetu yanapaswa kuwa ushuhuda kabla. Labda niseme hivi, maisha yetu yanapaswa yawe ni ushuhuda kabla ya maneno yetu. Ngoja nirudie tena, maisha yetu, Petro anasisitiza jambo la msingi sana. Maisha yetu yanapaswa kuwa ushuhuda kabla ya maneno yetu. Mtakatifu Francisco analiwekaga vizuri sana. Anasema tuhubiri Injili kwa matendo yetu, na ikilazimika sana ndipo tutumie maneno. Kwamba tutoe ushuhuda kwa maisha yetu, na ikilazimu sana kutumia maneno ndipo tutumie maneno. Kwa nini? Kwa sababu maneno, ndugu zangu, yanaweza kusahaulika. Maneno yanasahaulika, lakini maisha yanaonekana kila siku. Yanaonekana kila siku. Ukimfanyia mtu kitu atakikumbuka, tofauti na ukimwambia kitu. Unaweza hata kumtukana, atasahau. Lakini ukimuumiza, ukamtendea kitu kibaya, hicho kitu atakumbuka daima. Kwa hiyo ndugu zangu, ni muhimu sana. Hili ni muhimu sana, kwa sababu watu wanapotuona wanapaswa kuona kwamba una kitu cha tofauti. Una ule mfano mzuri kwenye maisha yako ya kila siku. Huo mfano lazima uonekane. Lazima uonekane. Kwa mfano, kuna vitu vingi watu wanatarajia kuviona kwenye maisha yetu kama Wakristo. Wanatarajia kuona uaminifu hata katika mambo madogo madogo sana. Watu wanatarajia. Lakini wasipoona ule uaminifu, wakakuta wewe ndo mpiga dili kama wao, wanakuta wewe ndo unafanya vile vile kama wao. Hapana, wanatarajia kuona uaminifu hata kwenye mambo madogo madogo. Wanatarajia kuona utulivu unapokutana na changamoto. Wanatarajia kuona upendo hata pale ambapo sio rahisi kupenda. Wanatarajia kuona huo upendo kwako. Watu wanatarajia kuona, ndugu zangu, msimamo wa kweli hata pale unapotugharimu. Watu wanatarajia kuona msimamo wa kweli. Ndugu zangu, unajua hiyo ndio Injili inayoonekana. Na labda ngoja nikukumbushe jambo hili. Na ninaomba tulikumbuke hili. Unajua watu wengi siku hizi hawasomi Biblia, lakini wanasoma maisha yetu. Ngoja nirudie. Kumbuka hilo. Watu wengi hawasomi Biblia, lakini wanasoma maisha yako. Wewe unayesema kwamba ni Mkristo, wanasoma maisha yako. Wanakutazama jinsi unavyoongea, wanakutazama jinsi unavyotreat watu, wanakutazama jinsi unavyomtreat mume wako, unavyomtreat mke wako, unavyoitreat familia yako. Wanatazama unavyowatreat majirani zako, wanatazama unavyofanya kazi. Watu wanatazama unavyoshughulika kwa mfano na matatizo. Watu wanatazama jinsi unavyowatendea wengine. Watu wanatazama. Na pale wanapoona tofauti hiyo, wanapoona kitu cha pekee kwenye unavyofanya, kuna kitu kinawagusa ndani. Na hapo ndipo wanaanza kuuliza, hivi kuna nini kwenye maisha yako? Kuna nini? Mbona uko wa tofauti? Mbona uko hivi? Kwa nini? Kuna kitu cha tofauti wamekiona. Na hapo ndipo unapopata nafasi ya kushuhudia, kuwaelekeza kwa Yesu, kwamba niko hivi kwa sababu ya Yesu, niko hivi kwa sababu mimi ni Mkristo, niko hivi kwa sababu mimi ni mtoto wa Mungu. Ndugu zangu, kumbuka, unashuhudia kwa maisha yako. Unajua, mimi napenda sana maneno ya Papa Mtakatifu Paulo wa Sita. Alisema dunia inawasikiliza mashahidi, sio waalimu na wahubiri. Na kama ikiwasikiliza waalimu na wahubiri, ni kwa sababu wamekuwa mashahidi. Ngoja nirudie. Alisema dunia inawasikiliza mashahidi, inatafuta mashahidi, witnesses, na sio waalimu na wahubiri. Na kama ikitokea imewasikiliza waalimu na wahubiri, ni kwa sababu wamekuwa mashahidi. Kwa ndugu zangu, Petro anatukumbusha hilo, kwamba ushuhuda wa kweli si wa maneno tu. Ushuhuda wa kweli si wa mabishano. Ushuhuda wa kweli sio wa kushindana kwa hoja, tuone nani ameshinda. Lakini ushuhuda wa kweli ni zaidi ya hiyo, ni tabia njema, ni ile tabia ya Mungu ndani yetu. Huo ndio ushuhuda wa kweli. Hilo ni jambo la pili.
Jambo la tatu ambalo tunaitwa kulitafakari leo na la mwisho ni kusimama imara katikati ya hii dunia. Ngoja nirudie, kusimama imara katikati ya hii dunia. Ndugu zangu wapendwa, katika somo la kwanza tulilolisikia leo kutoka kwenye Matendo ya Mitume ile sura ya 17 mstari wa 22 mpaka wa 31, tunamwona Paulo akiwa katikati ya mji wa Athene. Na Athene ni mahali ambapo palikuwa pamejaa fikra nyingi sana. Fikra nyingi sana. Athene ni mahali ambapo palikuwa pamejaa imani tofauti tofauti nyingi sana. Ni mahali ambapo palikuwa pamejaa mitizamo inayokinzana kabisa. Kwa ningeweza kusema Athene ilikuwa ni dunia ambayo ilikuwa imejaa sauti nyingi sana. Ilikuwa imejaa sauti nyingi sana. Kila mmoja ana namna anavyotazama ukweli. Kila mmoja ana ukweli wake. Kila kundi lina imani yake. Kulikuwa na makundi mengi kwenye mji. Hapa Athene kila mtu alijaribu kueleza maisha yake kwa namna yake mwenyewe. Kulikuwa na mitazamo mbalimbali. Kulikuwa na imani mbalimbali. Kulikuwa na filosofia mbalimbali. Sasa fikiria, Paulo yupo katikati ya mazingira hayo. Anajikuta katikati ya mazingira hayo. Katikati ya watu ambao hawakumjua Mungu wa kweli. Anajikuta katikati ya mfumo ambao haufanani kabisa na imani yake. Haukufanana na imani yake. Paulo anajikuta katikati ya dunia ambayo ingeweza kummeza kirahisi sana. Anajikuta kwenye mazingira haya. Lakini swali linalokuja ni hili: Paulo alifanya nini? Na hapa ndipo tunaona msimamo wa Paulo aliyokuwa nao. Unajua, Paulo hakuchagua njia rahisi. Hakubadilika ili afanane na watu wa Athene. Paulo hakunyamaza ili apokelewe vizuri na watu wa Athene. Hakunyamaza ili apendwe na watu wa Athene. Hakujificha kwa sababu ya hofu, hapana. Badala yake alisimama kama alivyo, kama mtu wa Mungu alisimama. Hakujali atakuwa tofauti peke yake. Hakujali atakuwa tofauti na wengine wote. Alisimama kama alivyo, kama mtu wa Mungu. Na alifanya hivyo kwa namna gani? Kwa sababu ni muhimu sana kuelewa ni kwa namna gani alifanya hivyo. Alifanya hivyo kwa kuzungumza ukweli. Alizungumza ukweli, lakini kwa hekima. Wakati mwingine, ndugu zangu, tunaweza tukaujua ukweli, lakini tusipo ucommunicate ukweli kwa hekima, tutapoteza. Paulo alifanya kwa namna gani? Alisimama imara kwa heshima. Hakuwashambulia watu, bali aliwafikia watu pale walipo kwa upendo. Ndugu zangu, hii inaonyesha jambo hili la muhimu sana. Kuwa tofauti hakumaanishi kuwa mkali. Wala kuwa tofauti hakumaanishi kujitenga na wengine. Bali kuna maanisha kuwa mwaminifu kwa Mungu katikati ya dunia. Kuwa mwaminifu kwa Mungu. Na hapa ndipo tunajifunza jambo kubwa sana, ndugu zangu, kwamba huwezi kufanya tofauti kama hauko tayari kuwa tofauti. Ngoja nirudie. Huwezi kufanya kwa namna ya tofauti kama hauko tayari kuwa tofauti. Maisha yako yanaweza kuwa tofauti, lakini labda ngoja niseme kwa namna hii kwamba maisha yako kama Mkristo hayawezi kuwa tofauti kama hauko tayari kuwa tofauti. Yes, niweke kwa namna hii. Maisha yako hayawezi kuwa tofauti kama hauko tayari kuwa tofauti. Ndoa yako kwa mfano, ndugu zangu, haiwezi kuwa tofauti kama hauko tayari kuwa tofauti. Haiwezekani. Mume wako kwa mfano hawezi kubadilika kama wewe hauko tayari kuwa tofauti. Mke wako hawezi kubadilika kama hauko tayari kuwa tofauti. Kuwa baba mwenye upendo, kuwa baba mwenye huruma. Mume wako hawezi kubadilika kama wewe hauko tayari kuwa tofauti. Kwamba kuacha mabishano na ukaamua kumheshimu kama hauko tayari kuwa na hiyo tofauti. Ndugu zangu, hiyo ndoa yako haiwezi kuwa na tofauti. Ngoja mimi nikuulize swali hili. Hivi vipi kama Paulo angeamua kufanana na watu wa Athene? Au vipi kama Paulo angeamua kuchagua kuwa kimya tu ili akubalike?
ili apendwe na watu wa Athene? Hivi ni nini kingetokea angekubali kufanya hivyo? Jibu ni rahisi tu. Kama Paulo angeamua kufanya hivyo, asingeacha alama yoyote. Asingeacha alama yoyote. Kama angeamua kufanya hivyo, asingeacha alama yoyote ile. Asingeacha. Lakini kwa sababu alikubali kuwa tofauti, aliweza kugusa mioyo ya watu. Aliweza kupanda mbegu ya ukweli. Aliweza kuleta mwanga katikati ya giza. Aliweza kuleta mwanga. Ndugu zangu wapendwa, hata sisi leo tunaishi katika Athene zetu. Tunaishi katika Athene yetu. Kila mmoja ana Athene yake. Hii ni dunia. Hii Athene ni ile dunia yenye mawazo mengi. Ni ile dunia yenye mitazamo mingi. Ni ile dunia yenye shinikizo kubwa la kufanana na watu. Kila mmoja anataka kufanana na mwingine. Lakini swali linabaki ni hili, je, tutanyamaza au tutasimama? Swali ni hili, je, tutataka kufanana na watu au tutataka kuwa tofauti? Hilo ndilo swali. Kwa sababu ukweli unabaki, ndugu zangu, ukiogopa kuwa tofauti, hautaweza kufanya tofauti. Ukiogopa kuwa tofauti, hautafanya tofauti. Lakini ukisimama kwa Mungu, kwa unyenyekevu, kwa hekima, utaacha alama katika maisha ya wengine, utaacha alama katika maisha ya watu, na utajenga ufalme wa Mungu. Nimalizie kwa kusema hivi, ndugu zangu, kuwa tofauti sio kitu kirahisi. Sio kitu kirahisi. Kuna changamoto mbele yetu. Na ukweli ni huu, ndugu zangu, kwamba ni rahisi sana kufanana na wengine. Ni rahisi sana kufuata mkondo wa wengine. Ni rahisi. Ni rahisi sana kufanya kile kinachokubalika na kila mtu. Ni rahisi sana. Kwa nini ni rahisi? Kwa sababu hutapata upinzani wowote. Kwa nini ni rahisi? Kwa sababu hakuna atakaye kuuliza swali, hakuna hatari ya kukataliwa, unakuwa salama tu. Lakini mara nyingi unakuwa huna direction, unapoteza direction kabisa. Ndugu zangu, mara nyingi, mimi huwa nasema hivi, mara nyingi. Okay, tusisahau jambo hili kwa mfano, kwamba sio kila kilicho rahisi ndicho kilicho sahihi. Sijui kama unanielewa. Kwamba sio kila kilicho rahisi basi ndicho kilicho sahihi. Hapana. Mara nyingi jambo lililo sahihi linaweza kuwa linahitaji ujasiri mkubwa sana kulisimamia. Linahitaji kujitoa, na hata wakati mwingine linahitaji kujisadaka, kukubali kutokueleweka. Na hapa ndipo tofauti ya Mkristo inapoonekana. Ndio maana, ndugu zangu, tunapaswa kukumbuka hili. Dunia haitabadilishwa na watu wanaofanana nayo. Dunia haitabadilishwa na watu wanaotaka kufanana nayo. Kama kila mtu atafanya kama wengine, hakuna kitakachobadilika. Kama kila mtu atakubali kila kitu, hakuna kitakachobadilika. Kama kila mtu ataogopa kusimama, hakuna kitakachobadilika. Ndugu zangu, dunia inahitaji aina ya watu. Inahitaji aina nyingine ya watu. Watu watakao thubutu kusimama imara hata kama watabaki peke yao. Dunia inahitaji watu watakao thubutu kusema ukweli hata kama haupendwi. Dunia inahitaji watu watakao thubutu kuishi kwa uadilifu hata kama huo uadilifu una gharama kubwa. Ndugu zangu, hawa ndio watu wanaoleta mwanga. Hawa ndio watu wanaobadilisha historia. Tukumbuke siku zote, ndugu zangu, dunia inabadilishwa na watu wanaothubutu kuwa tofauti. Ngoja nirudie hii. Dunia yetu hii inabadilishwa na watu wanaokubali kuwa tofauti. Swali linabaki, je, wewe uko tayari kuwa mmojawapo wa hao watu wanaokuwa tayari, wanaothubutu kuwa tofauti ili uweze kuibadilisha dunia? Wewe ni mmojawapo wa hao watu ambao wako tayari kuwa tofauti ili kuibadilisha dunia? Mungu Mwenyezi awabariki na kuwatunza, na watakie Dominika njema yenye baraka na neema. Tumsifu Yesu Kristo.